Wakati tunaendelea kumsubiria waziri mkuu, tuliamua kama mkoa tuwe na shughuli za kufanya kwenye uwanja huu. Mojawapo ni kujiona na kuona mambo yanayofanyika katika wizara yetu na kujifunza vitu vinavyofanyika. Leo nimepita pale, nilikuwa nafundishwa namna ya teknolojia ya kumkausha mnyama. Na mkipita pale mtaona mambo ni mazuri sana. Lakini ukiendelea kupita kwenye misitu hii, kuna misitu ya milingoti ambayo imeboreshwa kidogo tofauti na milingoti yenyewe. Ndani ya miaka 7 unaivuna. Kwa hiyo niwaombe mpite, kila banda wananchi piteni, msiliache. Tunajua sisi uchumi wetu wana Njombe ni misitu. Ndio biashara yetu, ndio mitaji yetu, lakini ndio utajiri wetu. Na wana Njombe hao ni matajiri kwa sababu ya misitu. Njombe oye! Kwa msiache kupita kwenye mabanda haya. Kwa hiyo sisi tunaendelea kusisitiza kwamba wananchi waendelee kujitokeza kwa wingi kuja katika maeneo yetu. Na niwaombe sana, tukiwa hapa kwenye maadhimisho haya ya siku ya misitu duniani, halmashauri zetu za mkoa wa Njombe zinatoa huduma za kusikiliza kero za ardhi, misaada ya kisheria katika maeneo yetu. Lakini tunaendesha kliniki kwa mama na wajawazito katika maeneo yetu. Na upimaji unafanyika bure katika maeneo haya. Kwa tuwaombe watu wasikae majumbani, waje kwenye maeneo haya kwa sababu huduma zipo. Na pale kwenye msaada wetu wa kisheria pale, mtu yeyote ambaye ana changamoto ya kisheria anaweza kaenda pale, atakutana na wataalamu wetu wako kwenye maeneo yetu. Njombe oye! Cha tatu ambacho nataka kusisitiza ni kwamba tarehe 21 tunatamani huu uwanja huu ukachimbike. Na tutakuwa na vikundi vingi vya hamasa. Misondo na ndio watakuwa hapa. Vijana wa misondo Misondo watakuwa maeneo haya. Lakini tunategemea waziri mkuu akishamaliza shughuli yake pale kuhutubia, sisi tutakuwa na mkesha hapa kwa sababu tutakuwa na nyama choma. Kuanzia akishuka tu kwenye jukwaa tunaanza nyama choma. Nyama choma zitakuwa maeneo hapa zote kishaanza kuandaa mabanda. Kwa wananchi wote wako maeneo haya. Hala haziui. Wewe ni kwenda pale kula nyama choma. Njombe oye! Njombe oye! Kwa hiyo tunapo lazima kwa mtu jiandae. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia wewe ndio na chumvi na pilipili basi. Mambo mengine utayakuta huko. Vitu vingine utavikuta katika maeneo yetu. Kwa hiyo ninawakaribisheni sana wana Njombe. Hamna haja ya kuendelea kukaa nyumbani, hamna haja ya kuendelea kukaa kijiweni. Ni muda mfupi tutampokea waziri mkuu katika maeneo haya. Kwa hiyo niwaombe mjitokeze sana katika maeneo yetu.